الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baad, kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi anazotuneemesha, ikiwemo neema ya sisi kukutana hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake katika ardhi kwa lengo la kukumbushana na kusomeshana yale yaliyokuja katika kitabu chetu cha Qur'an al-Karim, kitabu ambacho ndio dira na mwongozo unaotupeleka katika njia ya mafanikio ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ameturidhia. Basi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amali yetu ya radhi zake iwe ni sababu ya sisi kupata pepo ya Firdaus al-A'la. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kikao chetu hichi kimiminie kila aina khairi na baraka na kiondoshee kila aina ya ovu na baya. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutufungulia yale ambayo hatujajua na atupe nguvu na tawfik na ikhlas ya kutekeleza yale ambayo ametujalia kuyajua. Baada ya utangulizi huo, wiki iliyopita tuliendelea na tafsiri ya suratu Al-Muzammil ambayo tumezisoma aya 2 za mwanzo, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Tukasema kwamba sura mtiririko wake, maudhui zake zimeungana au ni muendelezo wa sura tuliyomaliza ya suratu Al-Mudaththir. Sura ambayo suratul Mudaththir ni sura iliyokuja kutupa jukumu mwanadamu la sisi kuwa ni wajumbe wa kufikisha nadhara ambayo akatupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa walimwengu. Na tulipoanza hii sura tulibainisha mafungamano ya ule mtiririko wa hii sura au hizi sura, kwamba alianza kushushiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ili mwanadamu aufahamu uhakika wa mambo ya ulimwengu wa nafsi yake na Allah subhanahu wa ta'ala, ajijue yeye ni nani na Allah ni nani, anatakiwa afanye nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfanyia nini yeye. Kwa hiyo akaelezwa katika suratul Alaq mambo yanayomhusu mwanadamu na uhalisia wake, akaelezwa tabia za kimaumbile yake, kwamba atafika wakati atachupa mipaka kama atajihisi yeye hajafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar'ahu istaghna, atakapojihisi kwamba yeye kajitosheleza, hajali, hategemei kitu, hategemei mtu, basi atapotoka. Baada ya kufahamu halisia huo, akatakiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na sisi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kuanza kufikisha kwa njia ya kukumbusha na njia ya kubainisha hivyo hivyo, kwa kusimamisha dalili na hoja nyingi za kumtaka mwanadamu apite katika njia aliyotakiwa kupita. Tukapewa amri, qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kwenye kutekeleza majukumu haya tulikutana na vigingi vingi. Unawapelekea wanabisha, unawasimamishia tena hoja wanabisha, unaonyesha tena kwa njia ya indhar wanabisha, unawahofisha wanafanya kejeli na maneno mengi ambayo kikawaida katika nafsi ya mwanadamu vitu kama hivi humvunja moyo. Ataingiwa na kitu kuchoka, atajiwa na kitu kuacha, atajiwa na kitu fikra mbalimbali ambazo zitamtoa katika jukumu la kuwa yeye ni mundhir, mfikishaji. Kama ilivyomjia hisia hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika upande wake wa kibinadamu, zilivyoanzwa kuenezwa zile tuhma kwamba Muhammad sahir, Muhammad majnun, shair na mambo mengi, kiupande wa kibinadamu ziliathiri katika nafsi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi mimi nimekulia katika mji huu nikiwa ni Sadiq al-Amin, leo watu wananikadhibisha? Vipi mimi nimekulia katika mji huu nikiwa na heshima zangu na adabu zangu na hikma zangu na busara zangu, leo watu wananitusi?
Vipi mimi watu wangu wa karibu, ndugu, jamaa, marafiki, maami, ambao nilitarajia wao ndio waniunge mkono katika jambo langu hili, wao ndio wakasimama mwanzo wa mbele kidete kunipiga vita. Haya yalitia kidogo unyong'onyefu katika moyo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasema ikawa ndio sababu katika sababu za kuteremshwa suratu Al-Muzammil, kwa sababu wanasema alijifunika huznan wa hamman, kuhuzunika na kusikitika. Huzuni hizo na masikitiko hayo yametokana na kutekeleza kwake jukumu la suratul Mudaththir na zile reaction zilizokuja kwa watu. Suratul Muzammil ikamrejesha katika njia kwamba hayo masikitiko, hizo huzuni, huko kukata tamaa, maneno ya watu, vitimbi vya watu, vyote hivyo kimbilio lako, solution yako utakayoipata sio kwa kuamua kuacha, wala kuamua kujifunika, wala kuamua kujiweka mbali, wala kuamua kunyamaza kimya. Hiyo haitakuwa solution. Solution ni kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukataja maudhui ambazo zimo katika hii suratul Muzammil ambazo tutazisoma katika aya za mbele: kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamisha sala, kusimama qiyamul layl, kumdhukuru yeye, kumtaja, kufanya adhkar, ambazo zote maelekezo yametajwa katika aya ambazo tutakuja kuzisoma biidhnillah ta'ala. Kwa hiyo ikawa ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokuja katika suratul Muzammil. Ikitokezea kwa mwanadamu mu'min muislamu kafikwa na hali kama hizi za kukata tamaa, hali za shida, hali za watu kumnanga, kumsema, wakati yeye anatimiza jukumu la wajibu katika ardhi, solution ni kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kususa, kununa, kufanya nongwa, kuacha, kupigana, kurushiana maneno. Yote hayo unampelekea yule aliyekupa jukumu la kuwa wewe ni mundhir. Kwa hiyo ikaja nida ya ayuhal muzammil, ewe ambaye umejifunika maguo. Na tukatafsiri nyingi ambazo zimeelezewa kila namna. Muzammil kajifunika khaufan, kwa kuhofu, au kujifunika kwa kutaka kulala tu, au alijifunika kwa sababu ya huzuni, au alijifunika kwa sababu ya masikitiko, au alijifunika kwa sababu ya kuumwa, sababu nyingine yoyote. Muzammil, qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa kidogo. Hii ni tafsiri neno kwa neno. Kiliyopita tulitafsiri qumil layla, tukaacha kipande illa qalila, tukaelezea nini maana ya qiyamul layl. Kwanza tulielezea nini maana ya qum katika Muzammil tofauti na katika Mudaththir. Ile qum fa anzir na hii qumil layla illa qalila. Qum fa anzir sio qiyam cha kusimama, ni qiyam au qiyam kwa kulifanya jambo, kulitekeleza jambo. Kama tunavyosema lisimamia jambo au simama kidete au fanya hivi, ndio maana ya qum fa anzir. Qum ile qum ya hapa Muzammil ni qum au qiyam cha uhalisia, simama kwa maana ya kusimama. Kama ulikuwa umekaa, simama. Kama ulikuwa umelala, simama. Qum. Wakati gani? Al-layl. Tukaelezea kwamba al-layl kwa mujibu wa tafsiri za wafasiri ni kipindi cha muda kuanzia magharibi kama sasa jua linapozama mpaka itakapochomoza alfajiri. Usiku au kitu kinachoitwa al-layl kimo ndani ya muda huo, baada ya kuzama kwa jua mpaka itakapochomoza alfajiri. Yote hiyo ni layl, ambacho kipindi hichi kikawaida ya maumbile ya kibinadamu ni kipindi tulichojiwekea cha mapumziko. Tuna harakati nyingi asubuhi, mchana, tunakwenda tunarudi, lakini usiku mtu atataka kupumzika. Na usiku kuna harakati nyingi pia zinafanyika, kulala, atakayepumzika kwa kulala, atakayepumzika kwa kukaa kazungumza na wenzake, atakayepumzika kwa kukaa kasoma, atakayepumzika kwa namna nyingi al-layl. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha al-qiyam, kusimama. Tukasema kwamba amri hii imekuja kuonyesha kwamba
anayelala usiku au sisi maumbile ya kibinadamu kulala usiku huwa tunataka raha ya kiwiliwili. Umepumzika, umenyosha mgongo, umesimama sana kiuno kinauma, umeinama sana kiuno kinauma, umebeba sana mizigo, unakwenda unapumzika, unajinyosha, unalala kwa kupumzisha mwili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatupa ujumbe kwamba mapumziko hasa na starehe ya kupumzika ni kupumzika kwa moyo wako na nafsi yako kuliko kupumzika kwa kiwiliwili chako. Na hii hata katika kwa maumbile ya kibinadamu inakubalika. Wakati mwingine mtu anakwenda kulala lakini ana stress nyingi, mawazo mengi, anaumwa, ana kile, kalala kwa maana kulala, mwili umelala lakini usingizi hauji, fikra zinazunguka, analala akishtuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndio kaujalia sehemu ya shuur bado huu haujapumzika. Mapumziko yake wapi? Allah subhanahu wa ta'ala katika amri hii ya kumamrisha mtu asimame usiku qumil layl, kana kwamba kuna risala, ujumbe wa kwamba ukitaka mapumziko ya nafsi yako basi simama, zungumza na Mola wako. Hapo utapata mapumziko ya roho yako, mapumziko ya moyo wako, mapumziko ya nafsi yako ambayo yatakupa mapumziko ya kiwiliwili chako. Jambo hili tulizungumza wiki iliyopita na tukaelezea nini maana ya qiyamul layl. Tukasema ni ibada ambayo imefungamana na sala. Lazima usali, usimame usiku usali kwa rakaa ambazo mwanadamu ataziweza, 2, 4, 6, 8, 10 kwa uwezo wake. Huyo atahesabika kwamba kasimama usiku kwa lengo la kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kupata manzila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kupeleka shida zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakusaidia kupata msaada kutoka kwake na mengi. Qumil layla illa qalila. Illa qalila ni istithna, exception, ambayo wafasiri hapa walizitaja kauli mbili. Istithna hii inahusu nini? Illa qalilan kwa maana ya sehemu katika usiku, au illa qalilan kwa maana ya usiku miongoni mwa usiku. Kauli mbili hizi. Hii exception illa qalila, qumil layla, tumefahamu nini maana yake. Illa qalila, isipokuwa kidogo. Qalil hii inarudi kwa nani? Inarudi katika kitu gani? Inarudi katika sehemu ya usiku mmoja, au inarudi katika usiku mzima miongoni mwa usiku nyingi. Simefahamika hizi kauli mbili? Rejea tena. Hii illa qalila ni exception, isipokuwa. Qumil layl, simama usiku. Illa qalila, isipokuwa kidogo. Hii qalil inarudi katika kitu gani? Je, inarudi katika sehemu ya usiku kwamba simama usiku isipokuwa kidogo katika sehemu hiyo siku mmoja, au simama isipokuwa baadhi ya usiku miongoni mwa usiku? Sawa. Wafasiri wa kundi la kwanza wamesema hii illa qalila exception au istithna inayotoa sehemu miongoni mwa sehemu ya usiku. Yani kwa mfano usiku unaanza sasa hivi mpaka alfajiri, simama usiku huu isipokuwa sehemu miongoni mwa huu usiku. Usiku huu au sehemu hiyo utaamua mwenyewe ni ipi, utaamua kupumzisha hicho kiwiliwili. Hii kauli ya kwanza. Kauli ya pili inasema kwamba illa qalila, isipokuwa simama usiku wote, kila siku simama, isipokuwa baadhi qalil ya usiku, labda uko safarini au unaumwa au una dharura nyingine yoyote ambayo itakuzuia usisimame usiku. Nafikiri umefahamika tofauti hapa. Shanaso kama kidogo nimekuacha kidogo. Illa qalilan, qumil layl ni amri, simama usiku. Sawa? Na usiku unaanza
baada ya kuzama kwa jua mpaka itakapokuja kuchomoza alfajiri. Kipindi chote, masaa yote yanahesabika ni usiku. Amri iliyokuja simama usiku, alafu imekuja istithna, exception, isipokuwa qalila, kidogo. Hii kidogo ya kitu gani? Je, qalil katika usiku mmoja, yani simama usiku wote isipokuwa sehemu ndogo ya usiku. Kama usiku ni masaa 12 mfano, simama masaa mengi isipokuwa masaa machache katika usiku huo, masaa 12 ndio usisimama. Hii tafsiri ya kwanza, kwamba qalil ni sehemu katika muda wa usiku mmoja. Sawa. Wafasiri wa kundi la pili wakasema hii qalilan haiambatani na muda maalum katika usiku mmoja, bali inakusudia baadhi ya usiku, yani simama kila siku, isipokuwa qalilan, baadhi ya usiku utaruhusika usisimame ikiwa kuna dharura ya kusafiri au kuumwa. Yani utasimama leo, kesho kutwa, siku mbili zinazofuata upo safarini, basi unaruhusika usisimame, kwa tafsiri ya pili. Sawa. Umerudi tena, utasimama leo, kesho, wiki nzima, mwezi, ukapata tena dharura siku 3 4 unaumwa, usisimame. Sawa. Ndio kauli ya pili iliyokusudia kusema illa qalila, kwa maana simama usiku zote isipokuwa kidogo tu, baadhi ya usiku na dharura kidogo, unaumwa, umepata safari, hujisikii, usisimame. Kauli ya pili. Kauli ya kwanza wamesema hii illa qalilan, exception hii, istithna, inahusu muda ndani ya usiku mmoja. Kwa simama usiku mrefu, alafu sehemu kidogo, hapo utaruhusika usisimame, au sehemu hiyo utaruhusika upumzike, ndio illa qalila. Sawa. Lakini ikiwachwa wazi tu hivi amri hii, qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa kidogo, kila mmoja atakisia kwa mujibu wa vipimo vyake na uoni wake. Mimi kwangu kidogo saa 1, mwingine kwake kidogo masaa 5, mwingine kwake kidogo, sio fahamika kwamba qumil layla illa qalila imeachwa wazi mutlaq, simama usiku isipokuwa kidogo tu. Nisimame masaa mangapi? Nisimame muda gani? Wote. Mwingine anaweza akasimama hiyo mpaka bakisha saa 1 kuchomoza alfajiri akalala, ndo qalil kwake yeye. Mwingine akaona qalil, ala alaqal kidogo nipate masaa 4 ndo kidogo nitakuwa nimejisikia nimepumzika. Sawa. Kwa mantiki hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio akaileta hii aya ya 3 ambayo imekuja kuweka flexibility, kuweka ulaini katika mambo, na kuonyesha, kutoa khiari kwa mwanadamu mu'min muislamu, na kumpa njia namna gani aupange huo wakati wake. Sawa. Hii kidogo katika kuisherehesha nitaomba kidogo akili zitulie, maana kuna amalia ya hisabu, kuna kuhesabu kidogo, kuna kutoa na kuzidisha. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, nisfahu, ndo aya yetu ya leo, ile ilikuwa tunakamilisha aya iliyopita. Nisfahu au inqus minhu qalila, aya 3, nusu yake, nisfahu, nusu yake, au inqus minhu qalila, au punguza kutokana na hiyo kidogo. Hii ni tafsiri neno kwa neno. Nisfahu, nusu yake, ipi tutasherehesha. Au inqus minhu qalila, au punguza kutoka hiyo kidogo. Sawa. Hapa kuna mjadala wa wafasiri katika neno nisfahu na neno minhu. Hizi zinarudi kwa nani hizi dhamir? Je, zinarudi kwa al-layl, usiku, au zinarudi katika ile qalila? Na kuna sawa, nisfahu, nusu yake, au punguza kidogo katika hiyo nini sasa, nusu yake au qalila?
na hiyo nisfahu, nusu ya nini? Nusu ya usiku au nusu ya hicho kichache. Sawa. Sasa tuingie katika kauli za wafasiri, mchanganuo wao. Kabla kuingia, labda tuangalie huo mpangilio wa hiyo sentence, nisfahu au inqus minhu qalila. Fa utaiona ina fatha, nisfahu. Hii katika lugha ya Kiarabu inaitwa badal. Badal maana yake ni badala ya kitu kilichotajwa nyuma. Kwa hii nisfa itakuwa ni badal, imebadilishwa kutokana na kitu gani, au kilichobadilishwa ni kipi? Kipo nyuma, kimetajwa. Sawa. Kipi kati ya viwili? Al-layl, qum al-layl illa qalila. Kipi kati ya viwili, layl au qalila? Una kauli mbili. Kauli ya kwanza anasema hii nisfahu ni badala ya neno al-layl. Ukisema badala ya neno al-layl, maana yake ukiliondoa layl ukaliweka nisfa, linakuwa maana sawa. Maana neno badal katika lugha ya Kiarabu, hilo lililobadilishwa ukiliondoa ukaliweka neno jingine lililowekwa mbadala wake, maana inakuwa sawa. Sawa. Kwa hiyo akasema neno nisf ni mbadala wa neno al-layl. Qum al-layl, neno al-layla mbadala wake ni nisf. Maana yake ukiliondoa ukaliweka sehemu yake nisf, itakuwa qum nisf al-layl. Simefahamika? Nairejea tena hapo kidogo. Neno nisfa ni neno katika lugha ya Kiarabu linafahamika kama ni badal. Badal ni kitu ambacho kinabadilishana na mwenzake. Ukikiondoa hichi cha mwanzo kilichotajwa ukakiweka cha pili, maana ni ile ile, haibadiliki. Yani kinaeleza jambo lile lile, kitatofautiana kidogo maana ya kibalagha. Sawa. Kwa hivyo kauli ya kwanza akasema nisf ni badali ya neno al-layl. Kwa hiyo ukisema badali ya neno layl, maana yake ukiliondoa neno layl katika aya ukaliweka sehemu yake neno nisf, maana yake qum nisfa al-layl illa qalila. Sawa. Simama nusu ya usiku isipokuwa kidogo. Hii maana hii ya kwanza, kauli ya kwanza. Kauli ya pili wakasema neno nisf ni badal pia, lakini sio badal ya layl, ni badal ya qalila. Sio badal ya layl, badala yake ni badal ya qalila. Maana yake nini? Maana yake ukiliondoa neno qalila ukaliweka nisf, ndio sentence itakuwa hivi. Itakuwa vipi? Qum al-layla illa nisfahu. Simefahamika hapo? Sawa. Nirejea tena. Sasa leo kidogo akili kidogo zifunguke, zichangamke, kuna mahesabu kidogo. Neno nisfahu lina fatha hapo kiliona. Hiyo fatha maana yake inaonyesha ishara kwamba hili limefungamana na neno la nyuma yake lililopita. Sawa. Kwa likatafsirika kwamba hili ni badal. Badal maana yake ni mbadala wa neno jingine nyuma. Neno gani limebadilishwa na neno nisfahu? Linabadilishana. Kauli ya kwanza akasema neno la kwanza ni neno al-layl. Maana yake hilo neno layl ukilibadilisha na nisfahu utaliondosha, utasema qum nisfa al-layl, simama nusu ya usiku. Kauli ya pili wakasema hili sio mbadala wa neno al-layl. Neno al-layl liko pale pale, hili ni mbadala wa neno qalila. Maana yake nini? Wewe useme qum al-layla illa nisfahu. Sawa. Simama usiku isipokuwa nusu yake. Dhahir ya sentensi zote mbili zina maana moja. Dhahir yake simama nusu ya usiku, simama usiku isipokuwa nusu yake, ni maana ile ile, nusu. Sio fahamika? Lakini maana ya balagha ya ndani kuna tofauti katika makusudio yake baina ya kusema simama nusu ya usiku na simama usiku isipokuwa nusu yake.
Ya kwanza ya kwanza, simama nusu ya usiku, ndani yake kuna dalala ya qilla. Qilla maana yake kichache, ushakigawa tayari. Simama nusu ya usiku, maana yake wewe kinachokuhusu ni nusu. Sawa? Wewe tarkizi yako yote, focus yako yote ni nusu ya usiku. Lakini ya pili, simama usiku isipokuwa nusu yake kuna targhib ya kathra, kuna kuraghibishwa kwa wingi. Manake unaweza ukasimama usiku wote, lakini wewe simama nusu. Kauli ya pili, simama usiku isipokuwa nusu yake. Hii neno simama usiku maana yake unaweza ukasimama usiku wote, lakini kinachokuhusu wewe ni nusu. Ukikamilisha nusu juu yako. Sentensi ya pili, sijui umeona utofauti wake? Narejea tena kidogo, zinachanganya. Kauli ya kwanza, simama nusu ya usiku, kum nisfa al-layl, moja kwa moja ni ishara ya kukupa wewe wazi kwamba kinachokuhusu wewe ni nusu ya usiku tu. Hii ndio inakuhusu, basi tekeleza hii, maliza, kwisha. Sawa. Kauli ya pili, simama usiku isipokuwa nusu yake. Maana yake hii kauli ya kwanza, simama usiku, kumi laila, maana yake wewe unaweza kusimama usiku wote, tunakupa ruhusa, unayo ruhusa ya kusimama usiku wote. Lakini sisi tunakutaka wewe usimame nusu, ukiongeza ni yako khair. Hiyo ndio tofauti baina ya sentensi mbili, simama nusu ya usiku na simama usiku isipokuwa nusu yake. Na ndio maana zimekuja khilafu katika kumrejesha huyu badal nisfu. Je, ni ya lail au ya qalil? Wanaosema ya lail maana yake wao wamefunga had ya nusu tu, simama nusu usiku. Sawa. Waliorejesha kwa qalil, wakasema badal ya qalil, wao wametoa ruhusa ya kusimama usiku wote. Kitaka kusimama we fadhila utapata, lakini nusu hii tunaitaka sisi, ukiongeza nusu nyingine ni kheri kwako wewe na ni kwa ajili yako nafsi yako. Kauli ya kwanza haitoi ruhusa hiyo, kauli ya pili inatoa ruhusa hiyo. Sasa hivi imefahamika? Sawa? Kwa hiyo nisfahu, mjadala wa kwanza uliokuja kwa wafasiri ni huo, kwamba hii ni badal, tunairejesha kwa nani? Kwa wa kwanza akairejesha kwa lail, usiku, kwamba bwana kumi nisfa al-layl, simama nusu ya usiku. Sawa. Na kauli ya pili wao wakairejesha kwa qalila, kumi al-layl mutlaq, simama usiku, illa qalila, yani illa nisfahu, isipokuwa nusu yake. Sawa. Wao wametoa ruhusa kwamba utasimama, lakini tunaangalia nusu. Nusu kama utaiongeza ni khairi kwako wewe na utapata ujira wako. Mpaka hapo tunafahamika? Nakwenda sawa mpaka hapo? Amri hii au maelezo haya ya nisfu, kama tutaitia katika mahesabu sasa hivi, kama tutaitia katika mahesabu ya maisha yetu ya sasa hivi tunavyohesabu usiku, tujalie kwamba usiku una masaa 12 au 10 takriban, almost. Maana saa moja tuseme 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 alfajiri, masaa 11. Nusu yake ni masaa 5.5. Sawa? Masaa 5.5. Haya ndio masaa ambayo imekuja amri ya kusimama, qumi al-layla illa qalila, au qum nisfa al-layli, au qum al-layla illa nisfahu. Yote ni masaa 5.5. Kiapima kwa sasa ndio nusu ya hiyo amri iliyokuja. Ni maelezo ya qumi al-layl, kujibu swala lile na kwamba hiyo nusu ni ipi, qalil ni ipi. Kwa hiyo nusu ni masaa 5.5 kwa sasa, kwa enzi zetu hizi. Qumi al-layla illa qalila nisfahu, nusu yake.
au kipande kinaendelea, au inqus minhu qalila, au punguza kutokana na hiyo. Mjadala tena mwingine utakuja pili, au inqus minhu qalila, minhu layl au minhu qalil. Sawa, tupunguze kutoka nini? Kutoka kwenye usiku, au tutoke kwenye hii qalil pia tupunguze tena. Sawa. Mjadala. Kwa hiyo nusu ni masaa mangapi? 5.5 kwa sasa mfano. Au inqus minhu qalila, au punguza kutoka kwa kauli ya kwanza ya hiyo nusu, punguza kidogo. Sawa, tupunguze, tuweke ngapi? Masaa 5.5. Tupunguze nusu, tupunguze robo, tupunguze thuluth katika masaa haya 5.5, au vipi? Au inqus minhu qalila, au punguza kutoka katika hiyo nusu. Sawa, utapunguza tena badala ya 5.5 dakika 3, 4 qalila, au inqus minhu qalila. Sawa. Wale waliosema qalilan ya kwanza ile hii qumil layla illa qalila, wale wamerejesha nisfahu kwa maana ya qalil. Wale wa pili walirejesha nisfu kwa qalil, wao wakaikadiria hii qalil ya pili pia ni nusu nyingine. Kwa hiyo nusu ya masaa 5.5 itakuwa ngapi? Masaa mawili na kidogo, 2 na robo. Sawa. Haya ndio ambayo amri ya qiyamul layl inafungamana nayo. Sawa, kipiga mahesabu. Sasa hapa mjadala mwingine umezuka katika kuyahadid au kuyaainisha haya masaa au kufungamanisha huu muda wa qiyamul layl na masaa. Je, kwanza mjadala wa kwanza, hii amri iliyokuja qiyamul layl ni am kwa wote au ina khususia kwamba ilimhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake? Mjadala wa kwanza. Sawa, hii amri ya qumil layla illa qalila ni amri yetu sote mpaka sasa, au ni amri khas iliyokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na hali ilivyoshuka au hali iliyokuwepo wakati hii sura inashuka? Wafasiri wote bila istithna wamesema kwamba hii ni amri khas kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni amri aliyoelekezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, special khas, kulingana na hali yake aliyokuwa kwa wakati huu alivyoteremshwa hii sura, katika hali ya huzn na ham na nini na mambo yanavyokwenda, akateremshiwa yeye. Wao wakasema wakati kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa wahi, alikuwa anajitenga na watu kwenda kuabudu katika pango, kwa kujitenga kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajapewa utume. Wakati alipokuja kupewa utume, akaonana na Jibril uso kwa macho, na akapewa vile vitisho vya kuambiwa ikra, soma na hivi, akaogopa. Ile ada ya kuwa anakwenda katika jabali kujiweka mbali, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya wanahistoria wanasema ilikata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba nikenda takuja kunitokezea tena jingine, nitabinywa tena, tafanywa tena hivi. Kwa hivyo akarejeshewa ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila, ili kuendeleza ile ada yake ya kuwa yeye anajitenga kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, utofauti katika wakati na sehemu. Ile ilikuwa kabla ya kupewa utume katika jabali, hii tayari kishapewa utume, atakiwa nyumbani kwake, qumil layla illa qalila. Kwa hiyo wao wakasema hii amri ni khas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na dalili walioitegemea wao kwamba hii ilikuwa khas ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika sura hii aya ya mwisho
alivyokuja Allah subhanahu wa ta'ala, tulisema katika wiki iliyopita kwamba amri ilikuwa ni amri ya wajib, yaqtadhi alwujub, ni amri iliyokuwa haina khiari. Qumil layl, yani qumil layl wajib, sawa, kwa mujibu wa mjengeko wake na ilivyokuja. Lakini aya ya mwisho kaja kufanya nasakh. Nasakh maana yake ni kufuta jambo. Ndio Allah akamueleza katika ya mwisho, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu, paka mwisho akampangilia sasa, basi fanya hivi, fanya hivi. Hii ndio itakuwa kwako wewe na wafuasi wako ambao ndio sisi, ambao ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala katia wepesi. Yani vuta picha, ingelikuwa ni amri wajib, ingelikuwa mpaka sasa kwamba una wajibu wa kusimama usiku masaa 5.5, qumil layla illa qalila nisfahu, masaa 5.5, au kwa uchache masaa 2.25 kila siku usimame. Ingelikuwa kuna uzito kwa mwanadamu, kwa Muislamu, kwamba pengine ataumwa, hata kama akiumwa shakuwa ndo wajibu kwake, kama ilivyokuwa wajibu wa sala. Sala hata ukiumwa inabidi uitekeleze, kama huwezi kusimama ukae kitako, kama huwezi kukaa kitako ulale, wajibu. Kwa hiyo ingelibakia kuwa ni amri qumil layla illa qalila, amri ya wujub, halafu ndio tushapewa maelezo hayo kwamba masaa 5.5 na kwa uchache ni masaa 2.5. Maana yake ingelikuwa kila siku sisi tuna wajibu wa kusimama usiku, tukaacha usingizi mzima, mgonjwa, safarini, wapi, wewe lazima uitekeleze amri. Lakini mwisho kuna nasakh. Kwa amri hii au kwa maelezo haya ndio akasema wafasiri, hii amri hapa ilikuwa ni amri ya wajibu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam khas peke yake. Lakini pamoja na kuwa ni amri ilikuwa kwake yeye peke yake, lakini sahaba zake nao wakaifuata amri kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakawa nahuisha usiku. Sawa. Kwa mjadala wa kwanza umeishia hapo. Mjadala wa pili katika ugawaji wa hii nisfahu au inqus minhu qalila, alafu itaendelea aya nyingine au zid alayhi, lakini tubaki hapa nisfahu au inqus minhu qalila. Wanasema wale waliotafsiri nisfahu, waliounganisha nisfahu na qalil, waliounganisha nisfahu na qalil, wao wanasema al-ibra, mazingatio katika huu ugawaji wa muda sio mazingatio ya uhalisia wa muda tunaohesabu sisi kwa akili za kibinadamu, bali al-ibra, mazingatio yanaangaliwa kwa faida na malipo atakayoyapata huyu atakayetekeleza hii amri. Sawa, imetumika qalil, chache, sawa, lakini ukilinganisha, yani qumil layla illa qalila, qalil, nisfahu au inqus minhu qalila, qalil kidogo, kichache. Tujalie kwamba huyu mtu kasimama masaa 5.5 kiuhalisia, mfano kakubali au kaamua kusimama masaa 5.5. Masaa 5.5 hayo tuyajalie yeye kasimama katikati ya usiku, hajaanza kusimama sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi kuna salatul faridha, kuna magharibi, kuna isha, kuna witri, zote zitamuingilia katika muda wake. Kaamua kusimama masaa 5.5, tuamue kuanzia saa 3, sawa, 4, 5, 6, 7, 8.5 kalala, 8.5 mpaka saa 11 alfajiri ni masaa machache, si ndio? Ni masaa machache. 8.5, 9, 10, 11 tayari masaa 3.5 tayari uamke ukasali alfajiri. Kwa ukiangalia, ukiigawa kwa munasafa, ukiigawa nusu nusu kwa namna hii tuliyogawa sasa hivi, utaona kwamba muda atakaopumzika huyu akalala ni mchache kuliko muda ambao atasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa akili ya kibinadamu, si ndio? Ndio iko hivyo, masaa 3 ni machache kuliko masaa 5, ndio. Lakini waliotafsiri qalilan
wanataka ifahamike tafsiri ya ndani ya uchache kuliko kufahamika tafsiri ya nje ya masaa. Maana yake nini? Maana yake masaa aliyosimama mja mbele ya Mola wake, sawa, kulinganisha na masaa atakayoyapata huyu mja kwa mambo yake ni machache. 5.5 ndani ya masaa 24. Yapi mengi? Yani 5.5 24 tu 5.5 utapata kama masaa 19 hivi au 18.5. Kwa hiyo 18.5 ni mengi kuliko 5.5. Kwa hivyo sema qumil layla illa qalila au qum nisfa al-layl illa qalila. Qalil mbele ya yani muda wa uhalisia, sawa, mbele ya muda wa uhalisia. Lakini ukipima mi'yar ya ukubwa wa daraja na malipo aliyoyapata huyu mja aliyesimama ni mengi kuliko haya masaa ambayo kayafanya katika mambo mengine, sawa. Sasa kwa nini nazungumza haya? Illa qalila, qalil hii katika masaa uliosimama au katika masaa uliolala? Nirejea tena hapa, hii qalil machache ni katika masaa uliosimama au masaa uliolala? Utakavyopima, utakavyoamua kwamba ni masaa machache uliolala, masaa 3.5, lakini pia inabaki qalil, masaa machache uliosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukilinganisha na masaa yote, sawa. Kwa vyote viwili ni qalil. Yani anakusudia kusema kwamba asije akaona mtu yastakthir kwamba masaa 5.5 unasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unasoma Qur'an, unafanya adhkar, unaleta tasbih, unaleta tadhkir, unaleta 5.5 yakaonekana mengi. Haya ni machache kulingana na ujumla masaa yote, lakini ujira wake ni mkubwa kulingana na masaa yote. Qalil katika masaa yako uliolala, kweli umelala masaa machache kulingana na masaa ya usiku, lakini ujira umepata mkubwa kulingana na masaa uliolala, sawa. Qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila, au punguza kutoka katika usiku huo au nusu hiyo. Kwa ufupi, khulasa ya hisabu hizo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kazitaja nakati 3 au vipimo vitatu. Cha kwanza nisfu, cha pili thuluth, cha tatu thuluthi 2. Sababu atakuja kusema huko au zida alaihi au ongeza, nusu, thuluth na thuluthi 2. Thuluthi yani 1/3. Tagawa masaa katika sehemu 3, sehemu 1 simama, au thuluthi 2 simama, thuluthi 1 pumzika, au nusu. Mjadala mwingine uliozuka katika hii aya, maana au dalala ya au nisfahu au inqus minhu qalila, au katika lugha inatoa khiyari, kukhiyarisha. Kuna kauli mbili katika kukhiyarisha, katika utumizi wa au. Inawezekana ikawa inakupa takhir, unachagua, sawa. Inawezekana kwa kuna takhir, unachagua hii au hii, lakini inawezekana ikawa ni maiya. Inawezekana ikawa ni maiya, yani vyote viwili kwa pamoja na kutumika au, sawa. Au maana yake ya dhahir ni takhir, kutoa khiyari, lakini pia ina maana ya vitu viwili vikawa kwa pamoja, sawa.
Sasa hapa au yanqus minhu qalila ni khiari au vinakwenda kwa pamoja. Usimame usiku nusu ya usiku au nusu na robo yake au ndio thuluthi mbili, au ina maana ya kukhiarishwa, kupewa khiari. Wachache miongoni mwa wafasiri wamesema, na tafsiri ambayo wengi wameikataa, haikubaliki, kwamba au ni maia, kwa maana kwamba nusu ya usiku na upunguze kidogo. Wakasema haiwezekani kufanya vitu viwili kwa pamoja, yani unataka ifike nusu lakini wakati huo unataka ipunguze, kwa hiyo haiwezekani. Kwa ikawa hii ni wao au ya takhir, kukhiarisha. Kwa nini wamesema kukhiarisha? Wanasema kwa sababu muda wa usiku unatofautiana baina msimu na msimu, kwanza. Pili, hali atakayesimama inatofautiana baina hali na hali, baina ya siku na siku. Kuna siku atasimama yuko vizuri, lakini kuna siku atachoka, kuna siku ataumwa, kuna siku atakuwa hajisikii, na kuna wakati au msimu itakuwa usiku mrefu, kuna wakati msimu utakuwa usiku mfupi. Kwa hivyo kwenye kuchagua nusu, thuluthi moja au thuluthi mbili, kuongeza au kupunguza, kaachiwa mwanadamu khiari ya kuamua kulingana na hali yake, kulingana na msimu wa wakati wa hiyo miongo, usiku mrefu au mfupi au vipi. Yeye ataamua sasa anaongeza vipi, anapunguza vipi. Ndio maana ikaja nisfahu au yanqus minhu qalila, kwa sababu ingeachwa tu nisfahu, maana yake ingebidi nusu ya usiku haipungui. Sasa siku nyingine usiku mrefu, usiku mfupi, nusu yake masaa mawili, masaa inategemea nchi nyingine huko, unaambiwa usiku masaa 4, usiku masaa mangapi. Kwa hivyo kumwambia masaa 22 uko macho, alafu tena masaa mengine mawili aongeze, itakuwa. Kwa hiyo yeye ataamua, huyo mtu atakayeamua kusimama usiku kulingana na hali yake na kulingana na msimu, wakati ulivyokuwa, anaongeza au anapunguza. Ndio ikaja hii takhir ya kukhiarisha, kutoa nafasi pana kwa mwanadamu mwenyewe, Muislamu muumini achague, nataka kusimama nusu ya usiku au nataka kusimama thuluthi yake au nataka kuongeza usiku mzima. Khiari unayo mwenyewe. Sawa. Nukta nyingine, swali wameuliza wafasiri, ikiwa hii aya ilimhusu khas Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi inatugusaje kwa enzi zetu za sasa? Wafasiri wameuliza ile swali. Wamekubaliana wote kwamba hii amri ilikuwa ni khas kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye pia kaja kafanywa nasakh, kupunguziwa, kubadilishiwa, kusahihishiwa mwisho wa sura. Sasa yeye kashaondoka, sisi tunaisoma na hii khitab ipo kwetu sisi, na sote tumeona namna gani tunaingia katika Muzammil, aliyejifunika kwa kutaka kulala, aliyejifunika kwa kutaka kwa kuhofu, aliyejifunika kwa hamu, aliyejifunika, tunaingia. Sasa hii aya inatuhusu vipi sisi katika enzi zetu za sasa? Na ilikuwa ni khas au inabaki kuwa ni historia tu, tutafsiri kwamba Mtume alipewa amri ya kusimama nusu ya usiku, thuluthi yake au thuluthi mbili, alafu ndio imemaliza? Swali limefahamika? Wanasema wafasiri, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii surat Muzammil kataka kumpa mwanadamu mwongozo, kimbilio, kama tulivyosema, tulitangulia kusema katika mukaddima, utangulizi tuliotoa, lakini kataka kumuonyesha au kumfungamanisha mwanadamu na usiku kwa namna tofauti alivyomuelezea katika sehemu nyingine nyingi walivyozungumzia usiku.
Allah katika hii sura Muzammil. Katika sura nyingi kazungumzia Allah usiku, wal-layli idha yakhsha, kazungumzia kuangalia aya za Allah subhanahu wa ta'ala usiku, kujalia usiku na mchana, waja'alna al-layla wan-nahara ayatain. Umetajwa usiku, lakini kutajwa kwake katika aya nyingi kuna mfungamanisha mwanadamu na usiku katika suala la kuangalia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake na uwezo wake. Sawa, tabarakalladhi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, mambo mengine mengi. Maelekezo yote haya na adhana. Tafadhali. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tayeb, tulikuwa tunabainisha kwa nini inatugusa vipi hii aya baada ya kuwa imetafsiriwa kwamba aya ilikuwa ni khas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakasema wafasiri kwamba katika aya nyingi ambazo mwanadamu kaelekezwa kuangalia usiku au Allah kaelezea usiku, kamtaka mwanadamu kuutumia huo usiku kuangalia ukubwa, uwezo, utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ulimwengu, kuendesha kwake kwa mwanadamu na mambo mengine mengi, kuonyesha neema za Allah, kuleta usiku na neema gani kwa mwanadamu, una faida gani kwake, akatuelezea mengi, waja'alna layla libasa waja'alna. Lakini katika sura Muzammil kamuelezea mwanadamu au kauelezea usiku na kamfungamanisha mwanadamu na huu usiku, sio kwa namna ya tadabbur, sio kwa kuchukua mazingatio tu kwamba mashallah Allah kaumba subhanallah usiku kuna nyota kuna mwezi, subhanallah usiku, kamfungamanisha kutaka kumjulisha mwanadamu kwamba huu usiku ni dharf, ni wakati muhimu maalum mzuri kwake huyu mwanadamu katika kuelezea shida zake nyingi, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana nairejea tena Sheikh Nasr kidogo kama mmemwacha katika hii sura Muzammil, hii aya qumi layla illa qalila, kusimama usiku katika hii aya aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa lengo la kuangalia ayati, kuangalia ukubwa na utukufu na alama zilizokuwa kwa usiku kuonyesha ukubwa wa Allah. Hiyo inaweza ikawa ni miongoni mwa malengo, lakini lengo kubwa ni kumfungamanisha mwanadamu na wakati dharf, wanasema maalum, ambao wakati huo ndio wakati ambao mwanadamu akiufanya kuwa ndio wakati wa kwenda kuzungumza na Mola wake, kukimbilia kwa Mola wake, kupeleka maombi yake kwa Mola wake,
kupeleka shida zake kwa Mola wake, kwenda kukiri madhaifu yake kwa Mola wake, kwenda kukiri makosa yake kwa Mola wake, huo ndio wakati utakaokuwa mzuri zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana Allah akaleta amri ya kusimama usiku. Tulitaja wiki iliyopita, tukasema usiku ni wakati wa raha. Atakapoamua mwanadamu kwa maksudi kwamba mimi naacha raha zangu za usingizi, kitanda kibaridi, AC inapuliza, na kwenda kutawadha, nasimama na sali rakaa 2 kwa Allah, nazungumza naye, huyu kafanya mujahada kwa nafsi yake, kaweza kuivinza nafsi yake, kaibinya nafsi yake, na akamkadir Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda akasimama, akamtukuza, akamuomba, akamueleza, akaomba msamaha usiku, kaacha raha zake. Lakini sio hivyo tu, ni wakati ambao una ukimya na huduu, ambao mwanadamu hatashughulishwa na jambo jingine lolote kwa wakati huo. Kwa hiyo akili yake yote itakuwa ipo kwa Allah, na yeye anazungumza na nani? Anazungumza na Mola wake, kwa sababu wakati ule kaamka kwa kukusudia, sasa mimi nakwenda kuzungumza na Mola wangu. Simu zimezimwa, hayupo dukani, hayupo ofisini, hayupo kwenye biashara zake, hayupo kwenye kula, hayupo kwenye soko, hayupo. Kaamka usiku, utulivu, kaelekea kwa Mola wake. Kwa hiyo concentration yake yote, tarkizi yake yote, fikra zake zote, mawazo yake yote, maelezo yote atakayoamua kueleza yatatoka ndani ya moyo wake, kwa sababu hakukuwa na kitu ambacho kinamuinteract, kinamuingilia kati. Sawa? Kwa hiyo kataka Allah subhanahu wa ta'ala muonyeshe mwanadamu kwamba kimbilio lako, kuna wakati ukija kwangu jisikie free, utakuwa hamna zahma. Sio kwamba kwa Allah kuna zahma, manake watu wengi itakuwa hakusikii maombi yako. Sikusudi hivi, nakusudia kuitafsiri kwa ile maumbile ya kibinadamu. Ukienda kwa mtu na shida zako, mtu akwambia njoo ofisini kwangu, lakini njoo saa 4 kamili mpaka saa ngapi, kwa appointment maalum, hakuna zahma, hakuna hichi, utakuwa na nafasi ya kueleza shida zako vizuri, mkazungumza. Hakuna mtu atakayeingilia kati, hakuna tena sijui zamani kidogo natoka kidogo. Kwa hiyo kataka Allah subhanahu wa ta'ala kumhisisha mwanadamu, kama wewe una shida zako, una mambo yako, una maelezo yako, basi wakati mzuri ni wakati wa usiku, kwa utulivu wake. Na usiku Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa waja wengi wameingia katika usingizi, utazungumza naye kwa faragha, atakusikiliza kwa faragha. Nikisema haya maneno sitaki ifahamike kwamba ndo wakati mwingine hasikii kwa faragha. Nataka nikuhisishe kwamba wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala anataka wewe umhisi hivyo, ambao unasimama pengine kwa usiku huo wamesimama watu milioni, sio peke yako, lakini wewe baina yako na mazungumzo yake yeye, mazungumzo yako wewe na yeye, mnazungumza kwa kituo, unafahamika, unajua nini unaeleza kwa wakati huo. Na ndio maana akataka usimame usiku. Kusimama usiku sio kwa namna hii ambayo imeelezwa katika aya, kwa sababu tayari ishafanywa naskhi, ishabadilishwa na isharekebishwa. Maana mtu asije akatoka hapa akasema basi mimi masaa 5 nasimama. Tulisema wiki iliyopita unaweza hata nusu saa, robo saa, dakika 20 ukatawadha, ukasali rakaa 2, ukamshukuru Allah, ukamuomba, ukapeleka shida, ukarudi ukalala, unahesabika umesimama usiku. Kusimama kwako tu ukaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia mambo yako. Wakasema pia, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akachagua dharfu ya usiku? Wanasema maumbile aliyomuumba wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala, usiku wake mwanadamu ndio asubuhi yake. Usiku wake ndio asubuhi yake. Nini maana ya maneno? Kama umelala vizuri, utaamka vizuri, na ukiamka vizuri utafanya vizuri. Ikiwa umelala vibaya, utaamka vibaya.
na ukiamka vibaya utafanya vibaya. Kwa hiyo akasema usiku wake mwanadamu ndio asubuhi yake au mchana wake, kwa maana vile hali atakiwa kuwa nayo usiku ndio hali atakiwa kuwa nayo mchana. Na kupeni task moja, mwenyewe nafsi yako jipime, vuta picha, alafu uthibitisha maneno yaliyosemwa. Sote tumesimama usiku Ramadhani, sote alhamdulillah, wengi wetu au sote nasema, kila mmoja akasimama kwa wakati wake, kwa namna yake, kasimama kasali, kasoma Qur'ani, kafanya adhkari, aliyeunganisha na sala alfajiri, aliyesimama kalala kidogo akaamka alfajiri akasali, lakini kila mmoja kasimama usiku. Wakati umesimama, vuta picha wewe, unaijua nafsi yako zaidi, kama msikitini au nyumbani, kama ulikuwa peke yako au na ahli yako. Lakini wakati unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, unahisi kwamba wewe unazungumza direct, yani kipo kitu katika moyo wako, unajihisi sasa kwamba unatoa ya moyoni na yanakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni shida, kama ni maombi, kama ni istighfar, kama nini, wakati unastaghfiru pale anakujia katika akili yako yale makosa uliyoyafanya, nilifanya hivi. Nafikiri kila mmoja anaihisi. Atakapoamka asubuhi, siku yake inakuwa ni kama ile siku ya usiku wake, hali ile ile inaendelea katika nafsi yake na kuwa nayo wakati wa mchana. Anahudhuria Allah katika moyo wake, anajitunza nafsi yake, kwa sababu jana alipeleka maombi kwa Allah, alipeleka istighfari kwa Allah. Kwa hiyo ile anakuwa nayo, na tena usiku inakuja tena, naendelea tena, nakuja tena, naendelea tena, pengine siku 30 zote zile tumesimama kila mmoja kwa namna yake, kahisi ile matunda yake, kile kitu chake alichokuwa nacho. Ajiangalie mtu baina ya kile kipindi cha Ramadhani kilichokuwa anasimama kwa siku zote 30 kila siku, na kipindi hichi ambacho pengine bado anasimama lakini kwa namna tofauti na alivyokuwa akisimama Ramadhani. Ipo tofauti au haipo? Kila mmoja anayejua nafsi yake. Utahisi tofauti wakati umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utahisi tofauti wakati ukiwa hujasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakasema wafasiri kwamba hii amri pamoja ni kuwa nasikh mansukh, yani imeshaondoshwa, imesharekebishwa, lakini bado ipo hapa kumfunganisha mwanadamu na dharfu ya usiku, ahisi kwamba kuna kimbilio, kuna muda maalum ambao mimi nikienda kwa Mola wangu, muda huo utakuwa ni muda ambao perfect kabisa katika kueleza hisia zangu, mambo yangu, katika kutengeneza moyo wangu. Na ndio maana wiki iliyopita tulisema katika faida za qiyamul layl, mtu moyo wake unakuwa sharih, unakuwa hauna simanzi, hauna stress, hauna nini. Manzila yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala inanyanyuliwa, dhambi zake zinasamehewa kutokana na katimiza lile jambo kwa utimilifu, na katimiza kwa namna inayotakiwa. Kitu gani kimemfanya timize kwa namna inayotakiwa? Wakati na mazingira aliyotengenezewa. Sawa? Ingelikuwa yupo kazini alafu anataka asali au alete istighfari, bila shaka angeingiliana mambo. Yeye anasali alafu huko mteja anataka auziwe, mambo mawili hayendi. Utasujudu lakini unasikiliza huku jamaa anakuuliza bei gani, unataka umjibu, au unaona anataka kuondoka tena, basi bwana mimi naondoka bwana, na wewe uko kwenye rukuu, mteja unamtaka, mambo yataingiliana. Lakini umewekewa wakati maalum, usiku huo. Allah anatutaka katika hii sura tujue basi kwamba ni wakati ambao munasib wa mja kuelekea kwa Mola wake, na anachotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala autumie mja huyo kwa mujibu wa khiari aliyompa, nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi.
kwa namna kila mmoja atakavyoamua. Kwa kama ni hath, yani kuhimizwa, kuonyeshwa mwanadamu muhimu wa hili jambo, pamoja na kuwa kaachiwa khiari, kwa sababu amri tayari ishakuwa ni mansukh, sio amri ya wajibu tena, ni amri ya khiari. Simama usiku, nusu yake, thuluthi yake, zidisha, punguza, amfungamanishe mwanadamu na huu wakati wa usiku, ahisi kwamba usiku ni wakati wa utulivu, usiku ni wakati wa kupeleka maombi, usiku ni wakati wa mwanadamu kuihesabu nafsi yake. Watu wote wamelala, uko peke yako, na Allah subhanahu wa ta'ala kawapa bishara za kheri na kawasifu watu ambao wamefungamanisha nafsi zao na muda huo. Allah subhanahu wa ta'ala kawaelezea wengine kwamba katika muda mchache tu usiku ndio wanalala, na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa amri kwamba tumieni usiku kwa kujizidishia mambo ambayo yatakuwa ni faida kwenu nyie, katika kuongeza mema yenu, katika kuongeza fursa zenu za kufanikiwa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala katutaka tuutumie huu wakati wa kwenda kwake yeye na kuzungumza naye. Swala jingine ambalo limezungumzwa, ambalo linatumika kwa lugha ya al-ghulu. Al-ghulu ni kule kuonyesha jambo limezidi mipaka, limezidi mipaka, inaitwa al-ghulu. Baadhi ya watu wanaona kwamba mtu atakapoamua kusimama usiku kila siku kwa muda atakaoamua mwenyewe, kama ni saa, nusu saa, robo saa, hii itakuwa ni ghulu. Ghulu manake kwa Kiswahili kwamba kazidi. Sawa, ukisema fulani kazidi tena, manake hakutakiwa kufika huko alipofika. Kuna baadhi ya watu ambao wana elimu zao, wanaona kwamba mtu akitamathali hii amri ya kwamba yeye kila siku kajiamulia kabla kulala sali rak'atayn aombe, au kalala anaamka usiku kidogo anasali rak'atayn anamaliza analala, inakuwa ni ghulu. Ghulu maana kulifanya jambo tena limezidi mpaka. Wafasiri wote wamekubaliana kwamba hakuna ghulu katika jambo la wema. Yani kama mtu kaamua, mfano yeye anasoma Qur'ani, anaamka usiku anasoma Qur'ani analala, sala raka 2 anasoma Qur'ani analala. Hata kama alikuwa ni mgonjwa akaamka sala raka 2 akasoma Qur'ani akalala, hiyo haisabiki kwamba ni ghulu, kwa sababu wanajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kwa nini wamesema hivyo? Wakakisia, wakasema tugeuze sasa shilingi. Mwingine anautumia usiku katika maasi, hatumii katika khairi. Anaamka usiku kwa ajili ya kufanya maasi, anakwenda klabu, anakwenda kuzini, anakwenda kunywa pombe na nini. Ikiwa kufanya khairi ni ghulu, kufanya shari itakuwaje? Sawa. Kwa hiyo wakasema katika hili mtu kufungamana na amri hii hakutakuwa na ghulu. Waliosema kuna ghulu, wao wamesema kwa sababu amri hii ishakuwa mansukh, qumil layla illa qalila, shafutwa. Tena wewe unaifanya hivyo ni kuzidi. Fasiri wote wamekubaliana kwamba hakuna ghulu katika kuitekeleza hii amri. Ni amri ambayo kila mtu ataamua kwa nafasi yake, kwa mipango yake, kwa matakwa yake na kutaka kwake, ataamua kusimama kwa namna atakayoamua yeye. Basi tu aitumie fursa ya kwamba yeye anazungumza na Mola wake katika wakati wa usiku kwa hudu, anapeleka akili yake iko safi, hakuna jambo la kumshughulisha. Atakapofanya hivyo atautengeneza usiku wake ambao utakuja kutengeneza siku yake. Kwa hiyo stress, hofu, nini, humum, kisha kuzipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa na yaqeen na ikhlas katika kufanya hilo, basi atajikuta anaingia katika mchana wake na mambo yake akiwa mambo yote akishamwachia Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wake. Hiyo ndio mafungamano ambayo umeyabainisha wafasiri katika aya qumil layla illa qalila. Inatugusaje sisi enzi za sasa, wakati hii aya ilikuwa ni khas kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nadhani imefahamika. Kesho inshallah tutakuja kuendelea aya ya 4, au zid alayhi warattil alqur'ana tartila, lakini tasimama zaidi katika kipengele cha pili, warattil alqur'ana
tartila. Nini maana ya tartil al-Qur'an? Au zid alayhi imefungamana na ya aya tuliyosoma leo, nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi, katika vipimo vya kuzidisha na kupunguza, nusu, thuluth au thuluthi mbili, au zid alayhi. Lakini ratil al-Qur'ana tartila, kesho inshallah tutakuja kuielezea nini makusudio yake. Subhanakallahumma bihamdik. Kama kuna swali la haraka haraka nitakujibu kesho. Uliza wewe mashe. Unaweza kusimama usiku kwa siku unazotaka na unaweza kuziacha kwa siku unayotaka bila kupata matatizo yote, ukaamua tu kwa leo sifanyi. Swala zuri. Anauliza Maalim, unaweza kusimama usiku kwa masiku unayotaka ukaamua mwenyewe, na kuna masiku mengine usisimame kwa maamuzi yako mwenyewe. Unawezekana kufanya hivyo bila kuwa na tatizo lolote? Jawabu, naam, unaweza ukaamua siku hizi nasimama na siku hizi sisimame. Kwa nini? Kwa sababu amri tumesema la yaqtadul wujub, sio tena amri ya wajibu, isipokuwa ni amri iliyokuja kumfungamanisha mwanadamu na kujipendekeza kwa Mola wake. Kwa hiyo atakaamua kujikaribisha kwa Mola wake atafanya, atakapoamua kusimama atasimama, atakapoamua kupumzika apumzike, lakini kwa sharti. Kwa sharti katika kuamua na kutoamua lazima kuwe kumefungamana na ikhlas na yaqini ya kwamba anachokifanya sio anakifanya wakati wa haja yake tu, na sio anakifanya wakati akiwa ana haja tu. Yani mtu ana haja zake, asimame usiku rakaa 2, haja yake imeondoka, basi hamna tena haja ya kusimama usiku. Isiwe hivyo katika kuamua kwake, iwe kwa ikhlas na yaqini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba leo naenda tunazungumza na Mola wangu, napeleka mambo yangu kwa yaqini kwamba atanijibu, napeleka maombi yangu ya msamaha na yaqini kwamba atanijibu, na kesho napumzika kutokana na dharura niliyokuwa nayo. Kusiwe manake kuna hawa nafsi. Hawa nafsi ni yale matakwa ya nafsi ya mwanadamu, matamanio ya nafsi. Wakati mwingine anaweza akaacha, lakini kwa nini kaacha? Najisikia tu leo sisimame, leo naona mpige usingizi. Isiwe hivi, wala isiwe kwa haja au kwa kutokuwa na haja. Kwa hali zozote iwe ni kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kujikaribisha kwake kwa ikhlas na yaqini. Kwa hiyo mtu anaweza kaamua leo nasali, leo sisali qiyamul layl, kwa sababu ni sunna na sio wajibu pekee. Jonas, Salim, kama muda utakuwa hautotosha, inshallah utatujibu kesho. Naam. Lakini ifahamike kidogo, unaweza kutusaidia uzuri, kwa sababu tukutumo wengi humu, wengine hatuna ufasaha wa kuelezea shida zetu au matatizo yetu. Sina ufasaha huo mzuri. Nimeamka usiku, niseme nini? Labda kwa ufupi, nina shida zangu nyingi mimi, niseme nini? Sina ufasaha kuzungumza. Lakini vipi utatusaidia? Wewe ni mwalimu wetu hapa. Ile lilikuwa swala langu la kwanza. Jingine, mtu mimi na shida zangu, wengine mzungumzaji mzuri, lakini kuna matendo yake anajuta. Kimbilio letu kwetu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kimbilio letu wangu mimi, ingawa niko mimi na Mola wangu, ni aibu kwangu. Je, nikidhihirisha moyoni, Allah hajui ndani ya moyo wangu uko vipi na mimi makosa yangu uko vipi? Sitaki kutamka, mimi naona aibu. You got my point, what I said? Umenifahamu? Umefahamu vizuri. Na shida na mambo yangu nimeyafanya, nimeteleza. Tumo inawezekana tumeteleza. Naomba msamaha. Anaomba msamaha, lakini nitamke yale niliyoyafanya. Naona haya kuyasema. Ndio. Lakini nimeka kima. Lakini Allah hajui, siwezi kutamka kama pale. Je, inakubalika kama hiyo? Asante. La kwanza nitakujibu kesho, la pili nitakujibu sasa hivi inshallah. Katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla, kwanza ifahamike kwamba Allah anajua vyote, yasiri na dhahiri. Anajua uliyonuia na anajua utakayoyafanya na anajua utakayokuja kuyafanya. Wakati unaomba tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba ina nguzo zake. Miongoni mwa hizo kujutia, nyingine kunuia kutolirudia lile kosa,
na nyingine nyingi zipo, lakini haya mawili yanahusiana na hili swali. Tuseme mtu kafanya kosa kubwa ambalo hawezi kulielezea hata kwa mtu, kwamba mimi nina tabia 1 2 3, mimi nimemuibia huyu, nimemdhulumu huyu, nimemuua huyu, mfano au makosa mengine ambayo hayaelezeki kitabia au kivipi. Atakapoamua kwenda kutubu, sharti kwamba lile analoliomba lile awe analijua. Kwanza awe analijua, halafu iwe tayari ipo ndani ya moyo wake kwamba hili nalijutia, kwa nini nimelifanya hivi. Halafu tayari awe katika sharti ya nia kwamba hatalirejea. Mtu huyu ikiwa haya yamo ndani ya moyo wake, hata ikiwa akasimama mbele Allah hakusema neno lolote, anabubujikwa na machozi tu, lakini zile hisia zimo ndani, kimya, hajasema kitu kama ya Rabbi nisamehe, ya Rabbi nimefanya hivi, memuibia yule, memdhulumu yule, lakini vipo vyote katika akili yake zinampitikia picha, hapa naiba, hapa nachukua, na mimi nimesimama hapa na muomba msamaha. Basi Allah subhanahu wa ta'ala analijua lile jambo, kwa sababu anaangalia kilichomo ndani ya moyo, haangalii la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Aweza mtu akamwaga machozi akalia, lakini akisha kumaliza hapo kufuta, kesho anafanya tena. Silo nalokusudia. Naomba Allah tupe tawfik. Leo tusimame hapa inshallah, mengine tutakuja kuelezana kesho. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 94.5 Radio Nuru FM Tanga.